Tufungue Biblia zetu kitabu cha Zaburi 90 mstari wake ni wa kwanza hadi wa pili. Tena tutaendelea mbele kidogo. Naomba msomaji unisomee kwa haraka. Zaburi 90 verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Aya, inasema sala ya Musa mtu wa Mungu. Kabla hajazaliwa milimani wala hajaitambua dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Okay. Ninyi weta abantu bagwa kamariogi banteberi barakira sinini mbwango narenge ase ekebungeke igo twanyorire nga Musa nero kolike gitabu eke gya Zaburi 90. Igo Zaburi gerikire n'abantu abange eke kye 90 yokerigete gakoro kwa Musa. Musa igarigete sichinga gichiaye. Aliandika kwa wakati wake. Na alipoandika haya yote yalihifadhiwa hadi wakati yaliwekwa katika Biblia. Anatuelezea kwamba Mungu ni nani katika maisha yetu. Mungu ni nani katika maisha yetu. Kwa hivyo Moses ambaye ameandika anatuelezea Mungu ni nani na mwanadamu ni nani katika maisha yetu. Anaelezea kwamba Mungu ndiye muumbaji. Mungu ndiye alitenda kila jambo katika dunia hii. Na pia unapoendelea kusoma anasema ya kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi katika dunia hii. Kwa hivyo ina maana kwamba katika maisha yetu tunaelezewa kwamba katika kitabu hiki tuweze kumtukuza Mungu kwa kila jambo. Lingane ligotebanga elinde tomoto Nyasaye korengana nengenchare ingere ningo oyo gukwanirwa ase egitabu gya Biblia. Nyasaye uyo bunaro wikakare na kare timeless. Naende atworo kibuno bugima bwa mwenye bantu buru bwenye. Naenda bana ba Nyasaye ni kwamba katika maisha tunayoishi tuweze kuyaelewa hayo na tuweze katika maisha yetu na kila wakati tuweze kumuinua Mungu kwa yale ambayo ametenda na atatenda katika maisha yetu. Ni kwamba katika kila jambo tuweze kumuita huyu Mungu kwa sababu uokovu ambao ametuandalia katika Yesu Kristo. Na tuweze kujua ya kwamba ni wito wake Mungu ili tuweze kupata ufufio wa Roho Mtakatifu ambaye atatuonyesha maisha yetu jinsi yalivyo mafupi katika dunia hii tunayoishi. Naende tunyaraka batoko manyangana ki obogima Nyasaye toira sense ni goboro obogima obwenge nekera marika yago totebya igo inganingo Nyasaye asobogima bwaito enchirende bano elinde tumanyenga asobogima obwenge tuahirwe ntorati ugo ekero omoikomo chenu agukwana monaintwe elinde atorentere ogutabubuka tunyareka batoko manyanga Nyasaye nero obwenete koigwa banene naende nere obwenete gotogigwa asayo garo some kitabu eki naende mstari wa 12 yote basi tufundishe jinsi maisha yetu yalivyo mafupi. Naomba usome. Inasema basi utujulishe kuhesabu siku zetu. Basi utujulishe kuhesabu siku zetu. Tujipatie moyo wa hekima. Tujipatie moyo wa hekima. Kwa hivyo ni maana kwamba jinsi maisha yetu yalivyo mafupi tuweze kujua ya kwamba tukiwa na moyo wa hekima, hekima itokayo mbinguni, tutaweza kujua jinsi tutakavyoishi katika dunia hii. Igabana banyasaye nkelianga botambe tunyareka batoko manyanga chinga kitomenyete ni gochire chinke. Oiso gosome kitabu kya Waefeso 5:16 igegotebanga mumanyanga na kimogotara ase chinga kiechi
ekiagera matukaya ni gara mabe igonga baro Nyasaye. Ni wito ambao tunapewa na Mwenyezi Mungu ili katika maisha tunayoyaishi tujue ya kwamba siku ni mbaya na Yesu atarejea. Igokorangeri gwangana ki ngakiora amenye sobo gimobo. Gotogote bugwanga every hour, katika kila wakati. Ni kwamba ni katika maisha haya tunayoishi ni yanaonekana kwamba ni yanaonyeshwa kama yule mjenzi anayejenga nyumba. Unaweka tovali moja kwa lingine na maisha yanaendelea katika jinsi hiyo. Kwa hivyo kila wakati tulio nao tuweze kutumia wakati huo kwa njia iliyo nzuri, ili wakati tunaoishi katika dunia hii tumenye buna abantu baraba ngaini ekiagera obongaini obuo nigo twairwe amo na Nyasaye. Kwa hivyo bono ingana kitoko runalilo liogaiga ni jinsi gani unahitaji kutayarisha katika ufalme ambao unakuja. Jambo la kwanza ni kwamba fanya amani na kila mmoja. Make peace with everyone. Elinde we aliganie asenge njoburoti wa Nyasaye ekiagara matukao ni gara menge. Ekiagara matukao na menge rosyo morembe na abantu bonsi kupitia kwa imani. Ni kwamba Nyasaye na akobeke ase abantu balia bagocha kumuganyekera ko irana. Turning away from wrong choices. Yani upata kubadilisha mwenendo wako. Uweze kufanya maamuzi yaliyo mema katika maisha haya. Kwamba umejua maisha ni mafupi, unachohitajika kukifanya katika maisha haya ni kwamba uondoke katika njia zile mbaya. Uondoke katika nia zile mbaya. Katika maisha yako uchaguzi unaofanya kila wakati uweze kuwa ni uchaguzi unaofaa katika maisha ya kumcha Mungu katika maisha yako. Choosing to love and serve others. Uweze kuchagua kuwapenda wengine na kuwatendea mema. Uwapende na kuwatendea mema. Hayo ni kwamba utakuwa ukifanya yaliyo mema na mambo yaliyo yatakayo kufanya uweze kujitayarisha kwa sababu ya marejeo yake Mungu. Na katika maisha haya, katika njia tunazoishi, katika siku hizi za mwisho, ni kwamba kila wakati nguvu zetu, kazi tunazozifanya tuweze kuzifanya kwa sababu ya kujiinua kiroho, kwa sababu ya kukua kiroho, ili tuweze kuwa tayari kwa sababu ya ufalme wake Yesu Kristo anayekuja, anayerejea kwa haraka. Na Mungu azidi kuwabariki. Na tuombe. Baba yetu, asante kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya neno ambalo tumejifunza masaa haya ya mchana. Tuomba kwamba Mungu wetu, umesema ya kwamba tuweze kujifunza kwamba muda tunaoishi ni muda mfupi sana. Maisha yetu ni mafupi. Maisha yetu yamekuwa kama nyasi ambazo zimekauka. Tuomba kwamba Mungu wetu, katika maamuzi yetu ya kila siku, kupitia kwa Roho Mtakatifu, kupitia kwa hekima itokayo mbinguni, tuweze kufanya maamuzi yaliyo bora. Tuweze kuchagua uzima kuliko kupotea katika mauti. Wengi ambao wamekuja katika mazishi haya, watakapoondoka Mungu wetu, tuomba kwamba kila mmoja aondoke akijua ya kwamba maisha yake ni mafupi. Aweze kufanya uhusiano pamoja nawe, ili utakaporejesha ufalme wako, naye aweze kupata nafasi katika uzima wa milele. Asante Mungu wetu kwa yale ambayo utatenda. Asante Mungu wetu kwa yale ambayo umetenda. Enda pamoja nasi katika kila siku, tuweze kufanya maamuzi na uchaguzi ambao utakaofanya katika maisha yetu. Tuomba hekima itokayo mbinguni. Jinsi Musa alivyoona kwamba maisha ambayo umempa mwanadamu ni mafupi, maisha hayo tuweze kuyatumia kwa sababu ya kulisifu jina lako. Asante Mungu wetu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Utatenda kwa sababu ya hekima ambayo umetupa. Utatenda kwa sababu ya imani tuliyo nayo. Asante Mungu wetu, tenda kwa sababu ya wema wako. Tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.